Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Malita Gido Kivunge, mbunge wa viti maalum kutoka Arusha kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa chanjo katika kudhibiti magonjwa ya mifugo nchini. Na kwa msingi huo, utekelezaji wa mpango wa chanjo na utambuzi wa mifugo wa miaka mitano wenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 216 unatekelezwa kuanzia mwaka 2024-2025 hadi mwaka 2028-2029 na ambao ulizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 16 Juni mwaka 2025. Bariadi mkoani Simiyu, na huu ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya kuboresha afya ya mifugo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika bajeti ya mwaka 2024-2025, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi ilitenga kiasi cha shilingi bilioni 61.2 kwa ajili ya kuendesha kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo nchi nzima kwa lengo la kuchanja na kutambua ng'ombe milioni 19, mbuzi na kondoo milioni 17 na kuku wa asili milioni 40. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2026, uchanjaji umefikia 64.5% kwa nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2026/27, Wizara inapanga kuendelea na awamu ya pili ya kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo nchi nzima ambapo jumla ya shilingi bilioni 30.8 zimetengwa kwa ajili ya kutekeleza zoezi hilo kwa maeneo mbalimbali nchi nzima. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Silvia Sigula. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru na naipongeza serikali kwa majibu mazuri, lakini nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, moja kati ya magonjwa yanayodhoofisha afya ya mifugo katika wilaya zote za mkoa wa Arusha ni pamoja na homa ya midomo na miguu kwa mifugo. Sasa nilitaka kufahamu serikali ina mpango gani wa kuhakikisha chanjo ya homa ya midomo na miguu inawekwa kuwa kipaumbele, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini swali la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa kwenye bajeti ya fedha kwenye Wizara ya Mifugo na Uvuvi ilitengwa zaidi ya bilioni 61 kwa ajili ya kuhamasisha ilitengwa bilioni 61 kwa ajili ya kuendeleza kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo. Na katika zoezi hilo kwenye sera, wenye viti wa serikali za vijiji nchi nzima walipaswa kufanya hilo pamoja na wataalamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wataalamu wale walishalipwa malipo ya fedha ile, lakini wenye viti wa serikali za vijiji nchi nzima mpaka leo bado hawajalipwa fedha hizo. Na serikali inajiandaa kwenda kwenye awamu ya pili kabla ya kulipa fedha za wenyeviti wa serikali za vijiji kwa awamu ya kwanza. Je, ni ipi kauli ya serikali kuhakikisha wanawalipa wenyeviti wa serikali za vijiji kwa kazi ambao walifanya kwenye awamu ya kwanza? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Silvia Sigula kwa maswali yake mazuri. Swali la kwanza kuhusiana na ugonjwa wa homa ya miguu na madonda ya miguu na midomo almaarufu kama FMD. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara imekwisha fanya tathmini ya magonjwa 13 ya kipaumbele ambayo tutakwenda nayo kwa awamu ya pili ya chanjo. Na ugonjwa huu wa FMD ni moja ya magonjwa haya ya kipaumbele. Naomba nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge kwamba mpaka sasa Wizara iko katika hatua ya kuchambua ni aina gani ya kirusi cha FMD tulichonacho hapa nchini, na tumekwisha ainisha tunazo aina 4 za virusi hivi vya FMD. Hatua tuliopo kwa sasa Mheshimiwa mbunge ni kuhakikisha tunaangalia ni aina gani ya chanjo ambazo tutakwenda kuzitoa kwa kila mkoa, na kabla ya kufikia kwa mwezi Mei mwaka huu 2026 Wizara itatangaza aina za chanjo za FMD ambazo zitakwenda kwa kila mkoa kulingana na aina ya kirusi kitakachokuwepo kwa kila mkoa. Kuhusiana na swali la pili, ni kweli katika mwongozo wetu wa mwaka 2024-2025 wa zoezi la uchanjaji nchi nzima na utambuzi wa mifugo, wadau mbalimbali wakiwemo wenyeviti wa serikali za mitaa walipewa majukumu mbalimbali ya kusimamia ikiwemo kuhamasisha zoezi hili, na niwapongeze sana wadau hawa kwa sababu wamefanya kazi nzuri sana. Hata hizi 64.5% ambazo tumefikia za uchanjaji ni kwa sababu ya juhudi ambazo wenyeviti hawa wamefanya. Fedha za uhamasishaji zimepelekwa katika halmashauri zetu nchi nzima, na nitoe rai kwamba halmashauri zetu basi ziwafikishie wadau hawa fedha za malipo ya posho zao kadri ya bajeti zilizopelekwa katika halmashauri zao na kazi nzuri waliofanya. Asante sana. Mheshimiwa Usipondeza. Asante Mheshimiwa
Mwenyekiti, nilikuwa na swali moja naomba nimuulize Waziri wa Mifugo. Je, serikali ina mpango gani sasa wa kuviongezea uwezo viwanda vya ndani ili viweze kuchakata nyama hapa nchini badala ya kusafirisha mifugo ambayo iko mizima, ili iweze kuongeza ajira, lakini vile vile kuweza kuingiza fedha za kigeni kwa kusafirisha nyama badala ya mifugo ambayo iko hai? Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na serikali kwa sasa imejikita zaidi katika kuhakikisha tunaiwezesha sekta binafsi kuendelea kuwekeza katika sekta zetu hizi ikiwemo sekta ya mifugo na uvuvi. Moja ya vitu ambavyo tunaviangalia kwa karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti ni kuhakikisha kwamba tunafanya kazi kwa karibu ikiwemo kuendelea kutatua changamoto mbalimbali za kikodi au za kimifumo kwa wawekezaji hao waliowekeza katika viwanda vya nyama, lakini kuendelea kuboresha malighafi kwa maana ya mifugo tulionayo ikiwa ni pamoja na zoezi hili la chanjo ili kuendelea kuongeza ubora wa nyama ambayo tunazalisha nchini na kuongeza masoko yetu ya kimataifa. Nakushukuru sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Kija Ntemi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba na mimi nimuulize swali Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, kwa namna ilivyo sasa magonjwa haya ya miguu na kwenye midomo ya ng'ombe yameshamiri sana kwa sababu ya namna ya hali ya hewa na mvua. Je, mkakati wewe unaosema kwamba utafikiwa mwezi wa 5 kwa ajili ya kugundua au kutoa dawa kwa ajili ya kusaidia wafugaji kutibu ng'ombe wao, je, hamuoni kwamba kuna haja ya kuingia mtaani kufanya tathmini huu ugonjwa unasababishwa na nini kwa sasa kwa hali ya mvua ilivyoongezeka katika maeneo yetu na kuwasaidia wafugaji hawa kuondokana jambo hili? Hata mimi ni mfugaji pia na ni muhanga wa haya mambo. Hata sasa ninavyozungumza hivi kuna ng'ombe wangu yuko chini, ana madonda miguuni, ana madonda mdomoni na hajiwezi kutembea. Mna mkakati gani kuwafikia wafugaji ili waweze kupata huduma kwa wakati, kuwasaidia na kuondolea adha ya mifugo yao? Asante sana. Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nianze kwa kumpa pole sana Mheshimiwa mbunge kwa sababu ameeleza wazi kwamba naye ameathiriwa na ugonjwa huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyoeleza katika majibu yangu ya awali kwamba wizara ilikuwa katika harakati za kufanya utafiti na tayari tumekusha gundua strands au aina ya virusi tulivyonavyo vya FMD. Mheshimiwa Mwenyekiti, FMD ni ugonjwa ambao una aina mbalimbali za virusi, si kirusi aina moja. Kwa ni muhimu kufanya tafiti kugundua kwamba katika maeneo yetu tuna aina ipi ya ugonjwa huu wa FMD ili kuipatia dawa mahususi. Hatua tulizonazo ni kwamba tumekusha gundua kwa kufanya tathmini nchi nzima kwamba sisi tunazo aina 4 za ugonjwa huu. Na kama nilivyoahidi hapo mwanzo, niendelee kumhakikishia Mheshimiwa mbunge kabla ya mwezi Mei mwaka huu 2026, na sasa hivi tuko mwezi April, tayari tutatoa taarifa ya kila mkoa ina aina gani ya virusi hivi na dawa ipi iweze kutumika kwa ajili ya kutibu mifugo yetu. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, sisi kama wizara tunafuatilia kwa karibu kwa kufanya tathmini nchi nzima katika hali ya mifugo yetu inavyoendelea, na tunafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tunaendelea kuzuia magonjwa haya na kuzuia vifo vya mifugo ambavyo vinatokana na ugonjwa huu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu hayo ya Mheshimiwa Bunge. Tunaendelea sasa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi.